Ndugu wananchi, bima ya afya kwa wote ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na ni utekelezaji wa kipaumbele katika dira ya maendeleo mwaka 2050 na pia utekelezaji wa malengo endelevu kwa kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora za afya kufikia mwaka 2030. Bima ya afya kwa wote ni moja kati ya malengo 10 na kipaumbele cha Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lengo kubwa la bima ya afya kwa wote ni kuwawezesha wananchi kufikia huduma za matibabu kwa kuondoa vikwazo, matabaka ya kipato na kuleta usawa katika upatikanaji wa huduma za afya kuanzia ngazi ya msingi, vijiji hadi ngazi ya taifa. Wanufaika wanaweza kuwa ni kaya ya mtu mmoja mmoja au kaya isiyozidi watu 6, akiwemo mwanachama mchangiaji, mwenza na wategemezi wasiozidi 4. Wanachama watanufaika katika ngazi ya zahanati, kituo cha afya na kwa utaratibu wa rufaa kwa ngazi za hospitali za wilaya hadi taifa. Kwa hiyo wale ambao watalipa 1,50,000 watapatiwa vitambulisho leo, wataweza kupata matibabu. Wataanza zahanati, kituo cha afya, hospitali ya wilaya, wakienda pale Sekoture watatibiwa, lakini hata wakipewa rufaa kwenda Muhimbili watatibiwa. Baadhi ya watu bado wana bima za afya zile za zamani, yaani wamevaa hirizi kwenye mikono yao. Kwa hiyo sasa serikali inataka tuache hirizi, badala yake tutembee na vitambulisho vya bima ya afya. Tunayo huduma ya bima hii ya afya vifurushi 372. Wewe una haja ya kwenda kwa mganga kupiga ramli. Wewe ukiumwa nenda hospitali na kipande chako utakachopewa pale leo, halafu baada ya hapo unaingizwa kwenye chumba cha uchunguzi, tutajua wewe una malaria kali. Tuache zile tabia za kupiga ramli kwamba huyu karogwa. Habari ya mjini sasa ni bima ya afya. Ambaye atakuwa na kitambulisho leo atakuwa na uwezo wa kupata huduma zifuatazo. Kwanza, huduma ya kwanza, kujiandikisha na kumwona daktari, ziko huduma 9. Huduma za dawa na vitendanishi, yaani umeumwa umeandikiwa dawa au vitendanishi, 247. Kwa hiyo dawa na huduma za vitendanishi 247 kwa 1,50,000 ambayo umeilipa. Huduma za vipimo vya maabara na radiolojia, yani mionzi, huduma 80 au vipimo uchunguzi wa magonjwa zaidi ya 80. Huduma za upasuaji nazo ziko ndani ya bima ya afya. Kwa hiyo ukiwa na 1,500,000 na kitambulisho chako, ukienda ukihitajika upasuaji, una haja ya kulipa fedha, imo ndani ya bima ya afya. Sasa ninatangaza mashindano ili tujue ni halmashauri gani ni bingwa wa kutekeleza mipango na sera za serikali. Halmashauri itakayofanya vizuri tutatoa zawadi ya shilingi milioni 2 kwa halmashauri hiyo, ili fedha hiyo pia iwalipie wananchi maskini kabisa bima ya afya katika maeneo yao. Na kwa kuwa hapa ndipo tulipozindua, kama nyewe mkiwa wa kwanza, fedha hiyo pia itabaki hapa hapa Usagara. Ni muhimu na lazima kujiunga na mfuko wa bima ya afya. Kwa hiyo mwisho, ninaomba niwakumbushe kwamba utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote ni jukumu letu sote. Hivyo viongozi wa ngazi zote, kuanzia ngazi za vijiji, wenye viti wa vijiji, watendaji wa vijiji, ni lazima waite mikutano ya vijiji, wahakiki kila kijiji, kila mwana kijiji wake ahakikishe amepata bima ya afya.